Ushawahi kushuhudia watu walio kwenye mahusiano ambao una uhakika kabisa hauwezi kuachana, au kama unaamini unaweza kuachana, unajua itakuwa sio rahisi wao kuachana? Wapo sasa watu wana mahusiano namna hiyo, yaani mpaka jamii inajua wale bwana wale wameshibana, wale kuachana, wale afe mmoja ndio mwingine atakuwa ameachwa. Mbona sasa kuna njia nyingi sana ambazo niseme mbinu ambazo zinaweza kusaidia katika kuchagua mtu wa namna hii. Unachagua mtu ambaye hawezi kukutelekeza au hamwezi kutelekezana. Kabla yote, please naomba msisahau kusubscribe, kushare na kulike video zetu kwa ajili ya support yenu. Sasa ni kitu kikubwa sana, ni furaha kubwa sana kuwa na mtu ambaye unaishi muda mrefu na mnapendana, na hicho ndo nadhani ndo maana kubwa mahusiano, ndo maana kubwa ya upendo na mapenzi. Mnategemea mwe pamoja at least kama sio milele basi muda mrefu sana ambao hueleweki. Huwezi kusema kesho mtaachana na mtu kesho kutwa. Kusiwe na reason za kijinga za kusema mtaachana. Ukorofi upo, mama kupo, lakini unawezaje kupata mtu ambaye mtadumu naye? Kuna njia kadhaa ambazo unaweza kuzitumia kupata mtu ambaye mtadumu naye, kwa sababu naamini unapokuwa na watu unakuwa na selection. Unapoamua kuishi kuwa na mtu muda mrefu ni selection. Unajua maisha unachagua mwenyewe. Sasa kitu cha kwanza, chagua mtu mwenye msimamo. Watu wana misimamo, na unaweza kuchukua mfano mdogo sana kujua kama mtu ana msimamo au la. Umempenda kweli mwanamke, naye amekupenda, au umempenda mwanaume naye amekupenda, unaishi pamoja. Jaribu kuchunguza mahusiano yake ya nyuma yalikuwaje. Ameishi muda gani kwenye mahusiano yake ya nyuma? Unampata mtu kweli ameshakuwa mahusiano mara 8 na mtu aliyekaa naye muda mrefu, amekaa naye miezi 2. Kweli? Na unataka wewe uhudumu naye? Yani itakuwa bahati sana. Sijui weje, sijui wewe mtu aina gani. Mtoto na msimamo yao. Mtu mimi nimeingia kwenye mahusiano mara 2 tu. Kwa nimekaa naye miaka 4, mimi nimekaa naye miaka 3. Na anakupa sababu strong reason, unasema kweli hapa hata mimi nisingeweza kuendelea. Kwa nini usiwe naye? Kwa sababu unafuta tu yale ambayo yamefanya kule choropoke, unaendelea na mengine. Ikiwa vice versa, maana yake itakuwa vice versa na kwako pia. Kuchagua mtu mwenye msimamo yake, mtu anayepanga maisha. Unaona wewe huyu anapanga hiki kwa ajili yangu, anapanga hiki kwa ajili yake. Yaani tunapanga kila kitu tunachopanga, yote ni kwa ajili yetu sisi pamoja. Itakuwa chake yeye au kwa ajili yako, lakini yote mnapanga kama mtu mmoja. Huo ni rahisi sana mtu kuendelea naye. Pia chagua mtu mwenye mfano mzuri. Kuna watu wana mifano mizuri. Sana. Kuna watu wanatoka kwenye nyumba ambazo zilivunjika. Nikisema nyumba zilivunjika ni nyumba ambazo za kukatisha tamaa kabisa, ambazo kulikuwa na broken hearted. Yaani unajua broken hearted person ni mtu ambaye moyo wake ulikuwa umekandamizwa. Tumia mtu huyo, fikiria amewezaje kutoka kwenye yule kukandamizwa mpaka kusimama kwa naye wewe. Umeona? Fikiria ameumiliaje katika kipindi hicho cha kukandamizwa. Ajalisha alikaa muda gani kwenye mahusiano yake. Angalia alitatuaje maumivu yake. Unapoongea na mtu unaelewa, unajua ni mtu muelewa. Sio bwana, utatuaje sema bwana pombe tu. Kunywa ise. Angalia alitatuaje. Alifanya nini mbadala. Watu mfano namna hiyo inakuwa rahisi sana kukaa na muda mrefu. Lakini pia namba 3, chagua mtu anayeweza kustahimili msongo wa mawazo. Kuna watu wanapitia mambo magumu. Watu wanapitia mambo ya ajabu haya, kuna vitu wanakuja kuwa navyo baadaye. Inakuwa nature ya wale watu. Watu wengi wanapitia kwenye misongo ya mawazo na kuweza kustahimili, wanakuwa usisemeje, wanakuwa na wasiwasi, wanakuwa na hofu, lakini hofu zao zinawafanya wadumu katika mahusiano. Pia wanakuwa na hali ya uaminifu sana. Wanakuwa na hali ya uaminifu, kujitolea, umeona, na wanapenda sana kazi ya pamoja, kwa sababu tena wanajua nyuma wanajaribu kusema gani, nyuma kitu gani kilogusa. Kwa hiyo wanakuwa hawataki kuingia tena katika hali zile. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kudumu nao. Hakikisha mtu mwingine anaweza asipitie kwenye system ile msongo wa mawazo kwa kuwa yeye nao personal. Kuna watu wanaishi na watu wanaowapenda,
Mtu anaishi na kaka yake au dada yake, anaona situation anapishana nao kaka au dada yake, kueleza mwana anasema this is it. Huyu aliishi nao lakini naye alikuwa part of hii kitu. Na ametoka, amekuwa strong nini. Huyo mtu mnaweza mkadumu naye kwa sababu kuna vitu vigumu washapitia. Is not necessarily awe direct. Pia chagua mtu mwenye huruma. Watu wenye huruma wanakuwa rahisi sana kuelewa maumivu. Yaani kuelewa, yaani unaelezea maumivu, yaani kuelewa maumivu yako binafsi. Mpenzi ambaye ana huruma, unaumia wewe, yeye anaelewa kitu gani kinakugazi deeply. Sio kusema mnaumia pamoja, no, anakuwa rahisi kukufariji sana. Na katika hali ya kufarijiana na kuonyesha fadhila na ukarimu, ndio kunapokuza mapenzi, ndio kunapokuza mahusiano, na ndio kunafanya mnadumu muda mrefu. Itakuwa rahisi sana kudumu muda mrefu na mtu mwenye huruma kuliko asiye na huruma, kwa sababu hatojali. Mtu mwenye huruma hajali. Umeona? Lakini pia chagua sababu nyingine, nani point nyingine, hakika unakuwa na mtu ambaye haogopi kufunguka, yaani kukwambia ukweli. Yaani kukwambia bwana mpenzi, kuna hiki na hiki umekosea, hiki sio vizuri, acha ikifanya hiki. Huyo mtu mnakuwa dumu naye kwa sababu anaweza kukukosoa, asibaki na mabaya katika moyo wake. Kuna watu bwana, unamkosea mzee mpaka ujue siku hiyo anakuja kukuambia ulikosea hivi, mbona ulifanyaga hivi na hivi na hivi. Miaka 2 imepita mpaka ujue mtu kana duku siku yote hivi. Umeona? Sasa mtu anayekwambia ukweli rahisi kudumu naye kwa sababu ni rahisi kubadilisha au wewe kumbadilisha. Anaweza kukwambia kitu ukaona, kwa sababu mtu anaweza kukwambia kitu akijua umekosea, kumbe yeye ndo anazidi kukosea. Yeye anayekwambia ndo anakosea, unamwambia sawa, ni kweli, anashukuru unaniambia, lakini unaikuwa hivi na hivi na hivi. Hivi kweli. Lakini asingesema, msinge change kitu, angebaki na lake na ungebaki na lako. Kwa hakikisha kati ya watu unaochukua mtu ambaye anafunguka. Kama mchafu akwambie, bwana sijazoea kana mtu mchafu kiasi hiki, fanya hivi na nitakwambia. Ule kidogo maana naye wa mwisho alikuwa tafu chupi, akwambie tu. Umeona? Lakini pia hakikisha unachukua mtu ambaye anataka kuwa karibu na wewe kimwili na kihisia. Unaona? Yaani kuna watu hata ukitembea naye mtu anajua huyu wa kwake. Huyu mtu hata kushika unajua huyu wa kwake. Ndio anavyoshika. Mtu akikubusu unaweza sasa ile busu limetoka kweli kwake. Na kubusu, kupigiana simu, kujuliana hali kunaongeza sana hali ya mapenzi mazito, kunaongeza chachu ya mahusiano mazuri. Sasa katika kuongeza ile vitu vinavyoongezeka, ndio kadri vitu vinavyoongezeka ndio kadri ya kuachana kunapokuwa kudogo, kadri ya kutelekezana kunapokuwa kudogo. Mtu ambaye anakuwa kwa karibu na wewe kimwili na kihisia, ni ngumu kukupa mimba na sema sio yangu. Ni ngumu kukimbia. Ni ngumu, yaani vyote vile. Unaweza kukuta mtu anakataliwa na familia fulani afu yeye anasema mimi bwana, mimi yule ndo namhitaji kwa sababu yeye anajua anachohitaji. Anajua ukaribu wake, anajua hadi ile aloipata pale anaweza sipate kwingine kote. Umeona? Lakini pia ndio kuchagua mtu mwenye maadili mema na mnaishabiana. Sasa hii ya mwisho, watu wengi sana tunakoseaga hapa pia. Kushabiana, unajua kushabiana sio lazima eti wote mwe waenda ndege au wote mwe naturalist basi ndio mnakuwa mmeshabiana, au wote mwe walimu. No, wanaweza kuwa mwalimu na kwa daktari, lakini mkikutana nyumbani mko mnaongea hivi wote mnaonekana kama maengineer. Nadhani mnaelewa. Yaani mkisema kujenga wote mnaanza kujenga, mkisema shule wote mnaanza shule, maana mnashabiana. Sio lazima wote mfanye kazi moja. Sio nikisema mshabiane basi mwalimu wewe mwalimu, daktari wewe daktari. Hapana. Umeona? Yaani tafuta mtu ambaye mkikaa mnaanza mawazo ya kutoroka Tanzania wote wawili, wakati mnafanya shughuli tofauti. Mnaanza mawazo ya kuwa na bwana akisema pata watoto wawili. Sasa ingefaa sana wao hivi wanatoa mpaka unasema mzangu na yupo mle. Yaani kuna raha sana kwa mtu ambaye anashabiana. Tabia inasaidia sana. Lakini pia na maadili mema.
kama tulivyosema, awe na maadili mema na mtashabiana naye. Sasa maadili mema hapa sio kwako tu, sio kwa maadili mema basi ya kupiga magoti ya kulipa maji. Anaweza kupiga magoti na kulipa maji, afu kiingia ndani kulala anafanywa hapo nje. Kuna watu wanapindua mzee mzigo hapo barazani. Maadili mema kwa ndugu, jamaa, marafiki, anajua ni tofauti nini huyu rafiki wa mpenzi wangu ni act na vipi, niishi naye vipi, kaka mpenzi wangu, dada mpenzi wangu, nani kae vipi, anajua mawifi, mashemeji, jinsi ya kuishi nao. Huyu mtu anakuwa maadili mema, anajua mkwe how it has to be treated. Kwa hivyo ukiona mtu namna hiyo ni rahisi sana kudumu naye, ni rahisi kushindwa yani ni ngumu kuweza kukutelekeza wewe. Ukizingatia mambo hayo utashangaa, utapata mtu ambaye Mungu utasema Mungu amkushushia. Automatically itakuwa Mungu amkushushia. Lakini kwa kufuatilia njia kama hizi, lazima ufuate njia sahihi kupata mtu sahihi. Huwezi kufuata njia mbovu useme unapata mtu sahihi. Sema nataka bwana, nataka nahakikisha nampata mtu ambaye anahudumu kanisani tu au msikitini tu kila siku. Alafu unaenda kumtafutia bwana wewe. Mchumbasia. Kwa njia hizo itakuwa rahisi sana kwa kupata mtu ambaye unaweza kudumu naye, mnaweza mkaenjoy maisha, mkapanga na kupangua. Mungu akipenda mkaishi maisha yote kwa furaha. Asante kwa kunisikiliza. Please msisahau ku like na comment, na kama mtaji mpya hapa please naomba subscribe. Karibuni sana. Ushawahi kushuhudia watu walio kwenye mahusiano ambao una uhakika kabisa hawezi kuachana, au kama unaamini unaweza kuachana, unajua itakuwa sio rahisi wako